Ni habari ya kusikitisha ambayo imetokea hapa katika kitongoji cha Mageni, kijiji cha Nakwa, Babati, Manyara, ambapo watu watatu wa familia moja wamefariki dunia kwa siku tofauti, chanzo ikidaiwa ni chakula ambacho walikula ambacho kimetiliwa sumu. Waliofariki dunia ni mama wa familia ambaye anafahamika kwa jina la Shamsia Siplisti mwenye miaka 36 na watoto wawili, mmoja wa kike na mwingine wa kiume mwenye miaka 7 na mwingine mwenye miaka 4. Global TV tumefika hapa kwa ajili ya kukuletea ripoti zaidi. Mimi naitwa Hosea kutoka hapa katika kijiji hichi cha Nakwa. Naitwa Mariam Kali Nanga, ni balozi wa hapa, ni mama mkwe wake na binti huyo waliofariki. Mama mdogo, yani upande wa baba mdogo. So walifariki wawili, ndo mama yao kafuata. Walikuwa wote mkoani wamelazwa, na baada hapo waligundulika na tatizo la ini kwa sababu wanasema wamekula sumu. Watoto, huyu aliofariki wa kwanza ana miaka 4 na huyu wa pili ana miaka 7, yuko darasa la kwanza. Alikuwa anaishi na watoto wake. Mmoja huyu mkubwa alichukuliwa na baba mdogo wake, alipokataa shule akamchukua akampeleka madrasa huko Kondoa. Kwa hiyo hao wengine alibaki nayo, alikuwa anaishi naye hapa. Kisha yake kabla mauti kumkuta, tulimpeleka hospitali ya zahanati hapa Nakwa. Baada hapo alipewa dawa akaja nyumbani. Hiyo dawa alitumia usiku. Usiku huo alizidiwa. Asubuhi palipokucha alimuita yule jirani wake hapa karibu. Huyo jirani alikuja, alipokuta hali ni mbaya akapiga simu nyumbani kwa wakwe zake. Baada hapo mama mmoja akaenda akampeleka hospitali ya Mrara. Baada kufika hapo hospitali ya Mrara akapitishwa hospitali ya mkoa. Akaendelea kwa huduma zaidi. Baada hapo wakampima, alikuwa na mimba miezi 3. Hiyo mimba ilitoka, na baada hapo alipata nafuu na kuruhusiwa. Akaambiwa katumia hizo dawa. Baada ya kutumia hizo dawa akaambiwa tarehe 2 mwezi wa 6 arudi. Ndipo tulimpeleka hiyo tarehe 2 juzi. Wakati yeye anapoumwa watoto, yeye alipopelekwa hospitalini ya mkoa, aliporuhusiwa akaja nyumbani, watoto wakapelekwa siku ya pili zahanati hapa Nakwa. Alipopata matibabu wakaja nyumbani wakaambiwa tumie dawa. Sasa wote wakawa ndo wanaugua hapo nyumbani. Baada hapo tukaona mbona watoto wamezidiwa, tukawapeleka hospitali tuliwapeleka wazazi. Wazazi wakasema watoto hatuwawezi, wapelekeni mkoani aiza Mrara. Kwa haraka tukaondoka mpaka Mrara na hao watoto wakaendelea na matibabu huko Mrara mkoani. Rem tuliishi naye vizuri, alikuwa tunachapa kazi wote pamoja. Kazi yoyote inapotokea tunashirikiana kwa pamoja. Kwa kweli marehemu tumeishi naye wala hakuwa na chochote, wala hana kinyongo na mtu. Kwa kweli marehemu tumeishi naye vizuri. Shida mbona changamoto zipo za maisha hapa na pale, ila hata mimi mwenyewe ni mjane. Nikawa na mshauri mwenzangu, wewe ni mjane na mimi ni mjane. Naomba tuangalie familia yetu kwa pamoja. Kwa kweli sijaona tatizo lolote, ila ndio hivyo. Mume wake amefariki ana miaka 5 sasa hivi. Wangu mume wake amefariki ana miaka 5. Amemwacha akiwa na watoto 4. Sasa hivi ana watoto 5. Naomba serikali itusaidie kuwalea hao watoto, kwa sababu hata hao bibi hao wengine ni wajane, mimi ni mjane. Kwa hiyo tunaomba serikali pale tunapokuta changamoto tunaomba serikali itusaidie kuendeleza hao watoto, kwa sababu huyu mwingine yuko darasa la 6 na huyu mdogo ana miaka 2 kasoro. Tunaomba serikali itusaidie tunapopata changamoto. Mimi naitwa Deokratus Barani, mwenyekiti wa kitongoji cha Mageni, kijiji cha Nakwa. Mimi nilipata taarifa ya ugonjwa wa watoto hawa ambao wametangulia kufariki. Niliambiwa wako hospitali kule mkoani. Wakakaa kama siku 2 hivi. Baadaye tulisikia kifo cha mtoto mmoja. Baada ya kile kifo cha mtoto mmoja, usiku wa kwanza, siku ya pili tena usiku wake tukasikia mtoto mwingine amefariki tena.
Sasa baada ya kufariki, kwa kuwa tuko hapa kwa ushirikiano, tulikuja kwa ajili ya shughuli za mazishi, kuandaa mpango wa mazishi hapa, ambayo ilikuwa jana tunazika ile mazishi na karibia kisha tunataka kwenda makaburini, tukapata taarifa tena mama yao na mtoto amefariki. Sasa tulitaka tufanye mpango tena ya kuwazika wote kwa pamoja. Tukawasiliana na uongozi wa juu. Uongozi wa juu akatushauri hapana, badala ya kuzika leo mpaka usiku, tuahirishe msiba wa mama leo. Tuzike kesho. Walifariki watu 3. Sasa chanzo hata sisi ya nani hatuelewi vizuri, na hata tukaenda hospitalini kule wanasema kwamba haijulikani ni kitu gani hawa watu walikula, au hii familia ya nyumba hiyo haijulikani wamekula kitu gani. Nasadiki wanasadiki ni kama kitu kama kule aina ya sumu, lakini haijulikani kama ni sumu kweli. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.